cha baba askofu. Ini 2025 Mungu ni mwema kila wakati. Wapendwa familia ya Mungu, washam, mababa askofu na wote mliopo hapa, itifaki zikizingatiwa, leo kama nilivyosema, tunayo matukio manne ambayo tunaadhimisha katika kanisa kuu hili. Tumesema tunaadhimisha sherehe ya familia takatifu ya Yesu, Maria na Yosefu. Pili, tumesema tunafunga mwaka mtakatifu wa jubilei, na tumesema kwamba parokia Kashai imekabidhi msalaba hapa jimboni. Pia tunafunga kongamano la utoto mtakatifu, na 4 ndo tunatoa daraja la ushemasi kama mlivyokwisha ona. Kwa kuwa tuna matukio hayo yote muhimu, ninapenda nifafanue walau kila tukio. Hivyo ninawaalika siku ya leo tunapoadhimisha sherehe hii ya familia takatifu ya Nazareti, tusisitize mambo yafuatayo. Namba 1, tuwe watu wa sala, tuombee familia zetu, na Waingereza wanasema the families that prays together stays together. Hivyo tujitahidi kuomba, tuwe na imani na matumaini. Pili, tuwe na fadhila ya upendo katika maisha yetu. Tuvumiliane katika familia mlipo, katika jumuiya mlipo, na mnapofanya kazi, kwa sababu na zenyewe ni familia. Tuwe na kuleana, kuchukuliana. Familia siku hizi wanakuwa na ugumu, waone kuchukuliana. Kutengana na kupelekana mahakamani ndilo limekuwa ni jadi ya sasa hivi. Kwa hiyo ndugu zangu, siku ya leo tunakumbushwa hayo: kuchukuliana, kuvumiliana, kuleana na kusikiliza sauti ya Mungu, kama vile Mtakatifu Yosefu alivyokuwa tayari kutoa sadaka kwa manufaa ya familia nzima ya Nazareti. Na kama tulivyosema, sio kutengana. Kuna upepo mkubwa unavuma, watu wanapenda kutengana, kupelekana mahakamani. Hamwezi mkafurahia maisha kama mmepelekana mahakamani, kama mnagombana vile, haiwezekani. Na usalama wa watoto wenu unakuwa wapi? Nimeona wengine waliotengana, mtoto labda fulani anaolewa, baba anasema
mama asije. Sasa furaha iko wapi? Hao wengine wanasema, mama anasema mtoto huyu ni mimi niliyemlea peke yangu, kwa hiyo baba asije. Furaha iko wapi? Hayo yanatokea kila mara sehemu nyingi. Na washukuru hawa mashemasi watarajiwa kwamba kwa neema ya Mungu wazazi wao bado wapo, na kadiri walivyonieleza jana hamjatengana. Naomba tuwapigie makofi. Sasa mngekuwa mmetengana, tukio kama hili kila mtu analiadhimisha, la watoto kama hawa vijana wenu, mmoja anatokea sijui wapi, kama kule Kianshenge, anatokea kijiji fulani Kamuli kule Itwandimi, na mwingine anatokea hapa Kikomero, hakuna furaha yoyote. Hao pale Rutabo Burembo, sijui huyu anatokea Nyakahama, na mwingine sijui anatokea Buganda huko, panakuwa pana furaha yoyote. Ndugu zangu, tuvumiliane, tuchukuliane, na hakuna maisha yoyote hapa duniani ambapo ukosi misalaba. Kila maisha yana misalaba yake. Kwa hiyo ninawaomba wale wanaotusikiliza na nyie mlioko hapa, jitahidini kuchukuliana na kubebeana mizigo na kusameana. Shida iko hapo, kusameana. Ebe angozile nitina kushuba ubina. Kuna mahangaiko makubwa katika familia zetu. Nilishawahi kuambia wale wanaosali hapa kwamba sasa sehemu nyingine wameanza, Jerumani wanaita Geschieden Party, yani wanasema sherehe ya kutengana. Kwa hiyo ninawaomba muwe makini. Kwa hiyo ninawaomba tuzingatie kuwalea watoto kwa kuwafuatilia kwa karibu, kutatua changamoto zao, maana kuna maherode wengi na wanakuja na sura mbalimbali. Maherode wapo wengi, kama tulivyosikia, Herode anataka kumuua Bwana wetu Yesu Kristo, na maherode wapo wengi ambao wanataka kumaliza watoto wetu. Maherode wanakuja kwenye sura mbalimbali, wengine ni vilema, wengine wazembe, wengine kunakuja na chuki, na huyu anakuwa Herode. Na wengine wanakuja kwa sura ya marafiki, wengine wanaleta zawadi. Kuna maherode wengi. Tujitahidi kuondoa hao maherode, ndipo familia zetu zitasimama. Kama nilivyosema, tuwe na fadhila za kimungu: upendo, matumaini na imani. Tukiwa na hayo, tutapata neema na baraka. Hilo ni tukio la kwanza. Tukio la pili, tunaadhimisha kufunga mwaka wa Jubilei takatifu, na siku ya leo kama tulivyokwisha sema, umekabidhiwa msalaba kwa kanisa kuu. Wapendwa, tunapofunga mwaka mtakatifu wa Jubilei
ambao tuliufungua tarehe 29 mwezi wa 12 mwaka 2024, ambapo katika misa ya ufunguzi mafrateli 4 walipewa daraja ya ushemasi, na leo tunapofunga mwaka wa jubilei takatifu mashemasi 2 wanapewa daraja ya ushemasi. Tunamshukuru Mungu siku ya leo kwa neema na baraka zake alizotujalia katika mwaka huu mtakatifu wa jubilei, tangu tulipofungua hapa kanisa kuu, tulipofungua mlango wa kanisa, ikiwa ni ishara ya kufungua mlango wa huruma ya Mungu katika jimbo letu. Katika mwaka mtakatifu wa jubilei tumeshuhudia matukio mengi ambayo yameashiria kuimarika kwa imani na kumuongokea Mungu na kuimarishwa kwa uinjilishaji katika jimbo letu. Hapa ninataka nitaje baadhi ya mambo ambayo matembezi ya msalaba wa mwenye jubilei katika parokia zote 48 za jimbo letu tumeweza kuyapata katika matembezi ya mwenye jubilei. Pamekuwepo na mafanikio ya kupokea sakramenti mbalimbali za kanisa katika sehemu mbalimbali, kama vile wengi wamepokea kitubio, ndoa, na kama tulivyoshuhudia tumepata mashemasi tulipata mashemasi 4 na tayari ni mapadre, lakini tulipata na mashemasi wengine 2, mmoja alikuwa wakanazi na mwingine alikuwa wa parokia sikumbuki, lakini mekuwa na sakramenti ya kitubio ngine, sakramenti nyingine, sakramenti ya ndoa, upadirisho, ekaristi, kipaimara na mpako wa wagonjwa. Na matukio mengine yamekuwa ni kuadhimisha jubilei. Kama mnavyokumbuka, tulikuwa na jubilei kubwa ya Mwashamu Baba Askofu Method Kilaini. Tumeshuhudia watawa wa mashirika mbalimbali wameweka nadhiri zao za kwanza na za milele. Baadhi ya mapadre wamefanya jubilei za upadre. Baadhi ya watawa na wenyewe wamefanya jubilei zao au wameadhimisha jubilei, na palikuwepo maadhimisho ya jubilei za vyama vya kitume na ndoa. Tumeshuhudia moyo wa sala wa waamini umeongezeka sehemu mbalimbali, na hii imejionyesha kwenye mwamko ambao unajionyesha kwenye baadhi ya vyama vya kitume. Wamekuwa wengi wa vyama hivyo na mikesha mbalimbali. Tumeshuhudia hayo. Matukio mengine ambayo yanaonyesha mwamko wa imani yamekuwa ni kufanya hija kwenye vituo vyetu vya jimbo, kama vile kituo cha hija cha Nyakijoga, Ganya Mkanda na Minziro. Na baadhi yetu waliopata nafasi waliweza kwenda Roma kuiji, hao walituwakilisha. Kwa matukio mengine ambayo hatukuyataja na haya tuliyotaja, tunamshukuru
Mwenyezi Mungu kwa baraka zake ambazo tumezipata kwenye mwaka huu mtakatifu wa Jubilei. Tumshukuru Mungu kwa kumpigia makofi. Wapendwa, tukio la pili tunaloliazimisha siku ya leo ni kufunga kongamano la utoto mtakatifu. Hilo ni tukio la tatu. Watoto 1834 na wavulana wakiwa 586 na wasichana wakiwa 1248 na walezi 115 kutoka parokia zetu mbalimbali ndio waliweza kushiriki kongamano ambalo lilianza siku ya Ijumaa na leo ndipo wamefunga kongamano hilo. Tunamshukuru Mungu kwa watoto wetu kushiriki kongamano hili. Kwa miaka yetu hii, Shirika la Kipapa la Utoto Mtakatifu kuliko nyakati nyingine limethibitisha kuwa chombo mahususi cha malezi ya watoto na uinjilishaji wa watoto wenyewe na watu wazima. Shirika hili la Kipapa la Utoto Mtakatifu lilianzishwa na askofu mmoja wa Ufaransa aliyeitwa Charles de Foucauld Jason kutoka huko Ufaransa mwaka 1843. Kauli mbiu yake ilikuwa watoto wawasaidie watoto wenzao, au kwa ufupi inaitwa kauli mbiu ya upendo. Na wakati wetu kauli hiyo imebaki hivyo hivyo, hakuna kitu ambacho kimebadilika. Shirika hili la Utoto Mtakatifu lilifanywa kuwa shirika la kipapa na Papa Pio wa 11 mwaka 1921. Wakati huo lilipofanywa shirika la kipapa lilikuwa limeenea nchi nyingi za Ulaya zikiwemo nchi ya Ubelgiji, Uingereza, Ujerumani na Austria na baadhi ya mataifa yaliyokuwa chini ya ukomunisti. Wakati huo watoto wa nchi hizo kwa kupitia shirika hili la Utoto Mtakatifu walitoa misaada ambayo ilisambazwa nchi zinazoendelea, less developed countries kama vile Tanzania. Nyakati za nyuma, hasa nyakati za wamisionari, shirika hili lilisaidia katika ujenzi wa shule za msingi, na hata wakati wa Mwadhama Laurian Kardinal Rugambwa shirika hili lilisaidia sana. Mashule mengi ambayo yametaifishwa katika sehemu mbalimbali yalijengwa kwa kupata misaada kutoka katika shirika hili. Huo ni mchango mkubwa wa Kanisa Katoliki ambao umeutoa. Ukiangalia mashule ambayo yalitaifishwa hapa kwetu jimboni Bukoba ni mengi sana. Kwa hiyo huo ni mchango wa shirika hili la Utoto Mtakatifu. Kipita sehemu fulani fulani ukaona shule kwamba hiyo ilikuwa ni ya Kikatoliki lakini ilitaifishwa, ujue kwamba shule hizo zilitokana na shirika hili la Utoto Mtakatifu. Ruzuku iliyotolewa wakati ule ilikuwa kubwa. Kila askofu alipokuwa anaomba, kwa sababu majimbo yalikuwa machache na watu walikuwa na imani, wengi waliweza kuwawezesha watoto wao, hasa katika nchi nilizozitaja, wakachangia sana
uendelezaji au kutoa ruzuku za kujenga shule mbalimbali ambazo sasa hivi watu wa dini zote wanaendelea kufaidi elimu kupitia shule hizo zilizojengwa wakati huo na sasa zilitaifishwa. Pamoja na kukusanya michango ya pesa, shirika hili pia lilisaidia kujenga moyo wa kimisionari, na ndio chimbuko la watoto hawa kuitwa wamisionari. Wamisionari mpo? Shirika hili wakati wote limekuwa likisisitiza karama zake, lina karama zake. Watoto, mnakumbuka karama za utoto mtakatifu? Ninaomba mzitaje karama hizo. Kwa hiyo ni karama 4. Karama ya kwanza ni watoto wasaidie wenzao, ambayo ndiyo upendo, na karama ya pili ni kujiweka chini ya ulinzi wa mtoto Yesu, na karama ya tatu ni watoto kujifunza sala, na watoto kudumu katika imani ya mwisho. Na sisi tunaongezea hapo watoto kuwafundisha maadili na imani. Kwa hiyo napenda kushukuru wazazi ambao mmewaruhusu watoto wenu waje kwenye kongamano hili la utoto mtakatifu. Naomba tuwashukuru wazazi kwa kuwapigia makofi. Napenda pia kuwashukuru walezi ambao mmekuwa na watoto, walezi 115, na wenyewe tuwashukuru kwa kuwapigia makofi. Ninapenda pia tuwashukuru wakurugenzi wetu wa mashirika ya kipapa na mlezi mkuu ambaye ni sister kwa kuwapigia makofi. Ninapenda kuendelea kushukuru wote ambao wameratibisha na wanaendelea kuratibisha kongamano hili liweze kumalizika salama. Kwa kusisitiza zaidi, malengo yetu ya kijimbo ya kongamano ni kusisitiza imani na maadili kwa watoto, kujenga umoja na mshikamano wa kijimbo na kitaifa miongoni mwa watoto wakiwa wadogo, kuwa wao ni ndugu na kuondoa kila aina ya ukabila na ubaguzi, kuimarisha miongoni mwa watoto wazo la umisionari na utangazaji wa habari njema, kwa kuwa wao kama wabatizwa wanao wajibu wa kutangaza habari njema. Kwa hiyo huo ndio msisitizo wetu wa jimbo na msisitizo hasa wa kitaifa wa utoto mtakatifu. Kwa hiyo tunawatakieni heri na baraka watoto hawa katika kongamano lao ambalo litafungwa siku ya leo. Hongera sana kwa kuwa kwenye kongamano watoto. Watoto mpo?
Asante sana. Kwa njia hiyo, wapendwa waamini, tunaandaa taifa la leo au kanisa la leo linaloendelea kesho, na humu ndipo tunategemea kupata mashemasi wengine, tunategemea kupata watawa wengine. Kwa hiyo tuendelee na wenyewe kuwaombea wakuwe vizuri na wenyewe waweze kurithi mikoba yetu ya uinjilishaji. Wapendwa, tukio la 4 ambalo tunao mafrateli wawili watakaopewa daraja ya ushemasi. Hawa wameitwa na Mungu, nao wakaitika ili kumtumikia Mungu katika kanisa. Mungu amewachagua baada ya kuona watamfaa na baada ya kuona ana haja nao. Hawa wameipitia matayarisho na tafakari ya muda mrefu, tangu mwaka wa malezi, seminari ya falsafa miaka 3, seminari ya teolojia ambayo bado wanaendelea, na wamepitia mwaka wa kichungaji sehemu mbalimbali. Kama mtakavyosikia, ibara lyo mwaka ogwiya turaja tulishoborore anzindo leka kwechura, na kuna maneno anayosema ati Mungu aturabize omurumota. Kwa hiyo na hawa wamepitia katika kikaangio cha aina mbalimbali, wenyewe wanajua, lakini lengo ilikuwa sio kuwatesa, ni kuwaimarisha waweze kuwa walinzi wa imani. Hawa mafrateli, mapadre wote wameulizwa, wakasema ndio wanafaa kupewa daraja ya ushemasi. Tuwapongeze mashemasi watarajiwa. Mapadre wamekubali kuwa wapewe daraja ya ushemasi baada ya kutambua kuwa, kama tulivyosikia katika somo la pili, kuwa wanayo mapaji kama mashemasi 7 wale wa kwanza, yaani ni watu wema, wenye imani thabiti na wenye kujawa Roho Mtakatifu, na wanayo hekima ya kuweza kufanya utume huu. Kama tulivyosikia kutoka katika kitabu cha Hesabu, Mungu anamwambia Musa kuwa alete karibu kabila la Lawi, na anawaweka mbele ya Haruni ili wapate kutumikia. Sasa na hawa mashemasi wetu tayari wamewekwa mbele, na leo watapewa daraja ya ushemasi, wawe tayari kwenda kutumikia. Wanaingia, ama wangekuwa Agano la Kale tungesema wanaingia katika kabila la Lawi, lakini sasa Agano Jipya tunasema wanaingia katika utume wa ukuhani, na lengo lake ni kutumikia altareni, kutunza vyombo vyote vya altare na kuwagawia waamini chakula cha Bwana, kama tulivyosikia kutoka katika somo la pili, ambapo mashemasi waliwekewa mikono na mitume kwenda zaidi, ikiwa ni kutumikia altare na kuwagawia watu chakula cha Bwana, yaani Ekaristi Takatifu. Hivyo utume wa mashemasi utakuwa watumishi wa altare na wahudumu wa waamini, walinzi wa imani, wainjilisti wanaotangaza Injili na kutoa mifano mizuri ya imani. Wapendwa mafrateli, utume wenu wa ushemasi unawataka mtumikie chini ya uongozi wa mapadre na askofu. Kila mara
mkumbuke kuwa nyie sio mapadre, bali mnafanya utume wenu chini ya mapadre. Wapendwa wafrateri, kwa kuwa mnapewa daraja ya ushemasi, tunapofunga mwaka mtakatifu wa Jubilei 2025 na kauli yake mbiu imekuwa mahujaji katika matumaini, basi wekeni matumaini yenu yote kwa Kristo, ambaye hakatishi tamaa, au sio kigeugeu kama sisi wanadamu tulivyo. Yeye habadilishi kauli kama sisi wanadamu. Hata mkipata changamoto, msidhani siku moja kuwa mlidanganyika, bali mtumainieni Mungu ambaye amewaita na siku ya leo anawatuma katika shamba lake la mzabibu. Isitokee hata siku moja mkajiondoa kwenye shamba lake la mizabibu bila ya yeye kuwaondoa. Kila mara kumbuka kuwa wito wenu unawadai kila mmoja atoke ndani ya nafsi yake, spiritual exodus, katika ulimwengu wake, vionjo vyake, starehe zake, mazoea yake yanayomfurahisha yeye binafsi. Haache mali zake binafsi, rafiki zake, ratiba zake anazozipenda na fikira fulani, haki zako za kimwili kama vile kuoa, maana tayari mmejifunga kwa kiapo cha useja siku ya Alhamisi. Yote mlionayo mnayatolea kwa Mungu kwa ajili ya kutangaza habari njema au Injili. Mtu anapotoka ndani ya nafsi yake, yani spiritual exodus, na roho yake, anajibandua katika maisha ya awali na yote aliyoyazoea anamkabidhi Mungu. Anakuwa tayari kuficha umimi na ubinafsi na kuanza maisha ya kumtumikia Kristo. Kila siku anapoamka na anapotoa utume, anatafuta Mungu na kutimiza mapenzi yake. Na maneno haya nimeyasema sehemu nyingi sana. Takatifu Bernardo, yeye alikuwa mtawa, alituachia maneno mazuri. Alipokuwa anaamka tu kwenye monasteri, alikuwa anasema Bernarde Bernarde aliquidi venisti, yani mimi Bernardo kwenye utawa nimekuja kufanya nini? Kwa hiyo na nyie mafrateri, ninawaomba mtakapokuwa muda kidogo mashemasi, kila mara ujiulize, mimi nimeingia kwenye ushemasi kufanya nini? Popote utakapokuwa ujiulize, mimi Siselius, mimi Frank, nimekuja kufanya nini? Unaposikia usingizi bado ni mtamu na inabidi uende kusalia watu misa au kuongoza sala, ujiulize, niliingia kwenye upadre kufanya nini? Mfano wa mtu anayetoka ndani ya nafsi yake na akamkabidhi Mungu yote ni mama yetu, Mama Bikira Maria. Alipopashwa habari na malaika Gabrieli, yeye alisema, mimi ni mtumishi wa Bwana, nitendewe kama ulivyonena. Haya tunayasoma kutoka katika Injili ya Luka na nyie.
Mtakapoambiwa utume wowote, sema mimi ni mtumishi wa Bwana, nitendewe kama ulivyonena. Kumbuka maneno ya Kristo aliyosema, fahamuni kwamba ninawatuma ninyi kama kondoo wanaokwenda kati ya mbwa mwitu. Wapendwa, pamoja na kwamba mnakwenda kuwa baraka na furaha kwa mnaowahudumia, kuweni makini kubaini kuwa miongoni mwa wale mnaowahudumia huenda pata kuwemo mbwa mwitu. Kwa hiyo kuweni makini, msije mkakwama katika wito wenu. Hivyo kuweni watu wa sala, mkimuita Mungu abariki utume wenu. Na zingatia maneno ya Mtakatifu Paulo aliyomwambia Timotheo, mazoezi ya mwili yana faida yake, lakini mazoezi ya kiroho yana faida za kila namna, maana yanatuahidia uhai katika maisha ya sasa na pia uhai unaokuja. Usemi huo ni wa kusadikika kabisa na unastahili kukubaliwa. Hayo tunayasoma katika barua ya kwanza ya Timotheo sura ya 4 aya ya 8 mpaka ya 9. Hivyo ombeni kila mara, Roho wa Bwana aandamane nanyi katika wito wenu, na muombe Mama Bikira Maria, mama wa mapadri, asali nanyi kama alivyokuwa nasali na jumuiya ya kwanza ya mitume, kama tunavyosoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza aya ya 14. Mungu ni mwema kila wakati. Tumsifu Yesu Kristo.